Habari za mchana mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tulikuwa tuko moja kwa moja shambani, tuko kwa mkulima wetu. Kikubwa tu mpenzi mtazamaji, na kukumbusha ukumbuke kusubscribe, kulike pamoja na comment. Kwa siku ya leo kuna mada nzuri sana ambayo nimekuandalia. Mada yenyewe inahusiana na jinsi ya kuandaa shimo la ndizi au kwa jina lingine wanaita migomba. Kwa hiyo siku ya leo tulikuwa tumtembelea mkulima wetu, ataweza kutufundisha na kutuelekezea kama ni aina gani ya mbegu ya ndizi ambayo tutaenda kupanda, na pia mashimo kitaalamu, shimo litakuwa liko katika hatua gani kwa hatua gani. Kama unaweza katika skrini yako pale mtazamaji, hapo tumeweza kuandalia ni mbegu ambayo ni nzuri. Mbegu hiyo ni ndizi Bukoba ambayo tutaitumia katika kupanda, kuweza kuelimisha na kufundisha, ili kusudi uweze kujua kwamba ni hatua gani au ni shimo gani ambalo linafaa katika kupanda ndizi. Bila kupoteza muda mpenzi mtazamaji, naomba niweze kukaribisha mkulima wetu aweze kutuelezea kwamba anafanya kitu gani na hatua hiyo akitoka hapo ataenda sehemu gani, ili kusudi tuende moja kwa moja sambamba tuweze kujifunza mimi na wewe. Karibu sana. Mambo vipi? Salama ndugu, habari? Salama. Bana, karibu sana Nebuye TV. Kwa siku ya leo uko moja kwa moja live kutoka Nebuye TV. Sawa. Na mtazamaji yuko na wewe katika shamba lako hili la ndizi, anataka ajifunza mambo mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho umeweza kuandalia mtazamaji wetu aweze kujifunza siku ya leo? Asante sana, nashukuru. Karibu ndugu mtangazaji. Mimi kwanza naitwa Bwana Bakari Mtafuna, ni mkazi wa kijiji hiki, na mimi ndio mkulima wa shamba hili la ndizi, na hapa leo nipo kwenye harakati za kuandaa mgomba. Na hapo naandaa mgomba. Mgomba ndio. Kwa hiyo hapa nipo kwenye hatua ya awali. Hapa ninaandaa shimo kama ile unavyoona, ni kwa ajili ya kuandaa mche wangu wa ndizi kuja kupanda hapa. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ndugu mtangazaji. Hapa nipo kwenye hatua ya kwanza kuandaa hili shimo. Hii shimo ni kwa ajili ya mmea wa ndizi au mgomba wa ndizi, kama nakuja kupanda kwenye shimo. Kwa shimo hilo vipi, utatia mbolea au mbolea tayari ushaweka toka zamani? Hapana. Ndizi wengi sana huwa hatutumii mbolea. Ndizi huwa tunapanda mche, hususani kwamba kama halizi imeshakuwa ni baridi. Na ndizi wengi sana huwa unapanda kipindi cha masika kama haya hapa. Kwa hiyo hapa ndio kwa sababu hapa ni tayari udongo kuna ubaridi kama hivi unapoona ndugu mtangazaji, udongo ni mbichi huku chini. Kwa hiyo ndizi unakuja kuweka hapa, basi naamini unawachukua vizuri bila shaka yote. Basi tunashukuru sana. Mimi nilikuwa nakuomba tuende moja kwa moja kwenye mbegu. Ndiyo. Pia tukaangalie mbegu gani ambazo tumeziandaa leo kwa ajili ya kuja kuzipanda. Kwa hiyo tuende kwenye mbegu kule. Asante sana. Huko tunapiga story. Asante sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama unavyoangalia, hiyo ni shamba na huyu ni mkulima wetu. Kwa mkulima anatupeleka katika mbegu yake, kwa maana inabidi kama tulivyokuambia katika awali kwamba inatakiwa ndizi zako ziweze kuwa katika sehemu mbalimbali, na pia miche yako ya ndizi inatakiwa uweze kuandaa vizuri, kuandaa mbegu ambazo ziko vizuri, na hizo mbegu ndizo tutakazozitumia katika swala zima la kuweza kupanda au kwenda kusia. Kwa ndugu mkulima, hizi ndio mbegu zetu ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo. Hapa hii mbegu tunaanza kuichimba. Ndugu mtangazaji, unatakiwa ukae uangalie mbegu, na hii mbegu inachimbaje na pale tunaenda kuipandaje kwenye ile shimo ambayo tumeshaliandaa tayari. Basi sawa. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, mkulima wetu yuko hapa anaandaa kama unavyoangalia. Kwa kuna watu wengi ambao hajui kwamba ni kwa jinsi gani au ni kwa namna gani ambayo unaweza ukachimba mbegu, ukahamisha mbegu kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maana tunasema kwamba kitaalamu zaidi inatakiwa mbegu yako ya ndizi, ili kusudi iweze kuwa katika ubora, inatakiwa ndizi iwe ni ndizi ambaye ni mama wa ndizi, kwa kuna mtoto pamoja na mjukuu. Kwa hiyo unavyokuwa unaona kwamba ndizi zako zimekuwa ni nyingi, inabidi kuweza kupunguzia. Unapopunguzia ina maana kwamba inabidi utoe ndizi hiyo na uweze kuhamisha sehemu nyingine. Kwa hiyo ndio namna ya kuweza kupata mbegu. Hiyo ndio mbegu yetu bora ya leo.
kama unavyoangalia katika screen yako hapo. Kikubwa tu nakukumbusha mpenzi mtazamaji, uweze kusubscribe, uweze kulike na comment. Kwa mkulima wetu ameweza kutoa mbegu iliyokuwa vizuri, mbegu iko makini, na kuna kitu cha kujifunza hapo. Mbegu nzuri lazima iwe na sifa mbalimbali. Miongoni mwa sifa kama unavyotazama hapo ni kuwa na mizizi. Kwa hiyo mbegu yetu ina mizizi iko vizuri kabisa, na kama unavyotazama katika screen yako hapo, mbegu iko vizuri na mbegu ina mizizi mizuri. Hiyo ni mzizi wa mbegu na yule mkulima ameweza kuitoa vizuri. Una jambo la kuambia mtazamaji kuhusu na mambo ya mbegu na jinsi ulivyotoa? Hapana ndugu, sina. Ila cha msingi wajifunze tu kupitia mimi hapa, waone jinsi ninavyoandaa hiki kilimo cha ndizi, jinsi ninavyoipanda hii ndizi, ninaipandaje, na huu ndo mche. Ndugu mtangazaji, kama kutoka kuambia hapo awali, huu ni mche ambao tayari nimeshautoa chini, ni kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye ile shimo ambayo nimeshaliandaa. Basi sawa, naomba tukuelekea. Asante sana. Ili tukaangalia jinsi ya kupanda hapo. Asante sana mheshimiwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, nikukumbushe tu Nebuye TV sisi ni makala mbalimbali ambayo tunatoa, ni hususan katika swala zima la kilimo, swala zima la ujasiriamali na kuwafundisha wakulima mbalimbali pamoja na vijana vitendo kwa vitendo, hatua mbalimbali ambazo zinahusiana na mambo ya kilimo. Kwa hiyo kwa siku ya leo mada yetu ni jinsi ya kuhamisha mbegu ya ndizi, kuitoa kule katika kitalu chake au katika eneo lake ambalo umeliandaa na kuipeleka moja kwa moja shambani au moja kwa moja kwenye shimo ambalo umeliandaa kwa ajili ya kupanda. Hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha mpenzi mtazamaji kwamba tuweze kuwa makini na tusihofie kilimo cha ndizi, kwani kilimo cha ndizi ni chepesi sana. Kwa walivyoangalia pale awali kwamba mkulima wetu ameweza kuandaa shimo lake vizuri, au udongo uko laini, udongo uko vizuri, na ameweza kutoa step kwa step, kaenda kule kakata mbegu, na mbegu yetu kama unavyoona katika screen yako hapo, mbegu yetu ndio hiyo, na mkulima sana anaandaa shimo lake kwa ajili ya kuweza kupanda huo mche wa mbegu. Kwa hiyo mche wetu ndio kama ule pale, mpenzi mtazamaji, umeandaliwa vizuri. Kwa hiyo mkulima atuelekeza, na kuna aina mbalimbali za udongo. Udongo mzuri sana katika kupanda ndizi ni udongo mweusi kama unavyotazama hapa. Ni udongo mweusi, kwa udongo huu unafanya vizuri na pia manufaa yake yanakuwa kwa mazuri. Kwa hiyo ndugu mkulima, naomba uendelee kupanda ili mtazamaji wetu aweze kuangalia kwa jinsi gani ya kupanda. Kuna mwingine huenda asielewe, akawa anahisi labda matawi yanaanza juu, kumbe matawi inabidi angalie, labda matawi yanaanza chini, kumbe matawi inabidi yakae juu na mizizi ingie chini ya ardhi. Basi naomba tuendelee. Sasa asante. Kwanza ni kama nilivyotoka kuongea awali, ndugu mtangazaji, hili shimo lina urefu wa futi 3. Kwa hiyo hapa sasa ndio naanza kwa ajili ya kuweka mche wangu kwenye shimo lenye urefu wa futi 3. Kwa hiyo hapa ndio naweka mche wangu kama hivi unavyoona, na hapa sasa hatua ya pili inayofuata ni kuanza kuufikia udongo wa mwisho, yani ule mbichi ule kama hivi unavyoona, ndio naanza kufikia mche wangu kama hivi ndugu, na wewe unavyoona. Hapa ndugu mtangazaji, unaona hii ndio jinsi ndizi inavyopandwa ama haidha inavyolimwa. Kwa hiyo hapa ndugu mtangazaji, tayari nishamaliza shughuli yangu mimi. Kwa hiyo ndizi ndugu mtangazaji, ndivyo unavyopandwa ama haidha unavyolimwa. Kwa hiyo hapa tayari nimemaliza, na hapa hatua inayofuata hapa ni kuanza kuchomoa michonga ya huu ndizi kama hivyo unavyoona. Huu kuna huu mchonga huu hapa, kwa hiyo huu unatoka baadaye kama hivyo unaona, mpaka hatua ya kwanza kuzaa, hapo ndizi unaanza kuliwa. Kwa hiyo unamshauri vipi kijana ambaye yuko nyumbani, ambaye na yeye ana eneo dogo au ana eneo kubwa kama hili, ili kusudi na wewe pia ajiingize moja kwa moja katika kilimo cha ndizi? Maana kilimo cha ndizi naona ni chepesi sana, kina mambo mengi. Umetoa tu hapo na elimu mche wako, umehamisha mche na kuja kupanda katika moja kwa moja katika shimo lako, bila kuwa na mambo mengi, bila kuwa na changamoto yoyote. Naomba umshauri kijana kwamba na yeye afanyeje ili kusudi
akafikia hatua mbalimbali ambazo wewe umeshafikia. Ndio hapa unasema, namshauri tu jirani zangu waliko, hata kama pia na wazee walikuwepo ambao nao pia wanajua kwenye kilimo cha ndizi. Kwa hiyo nasema tu kwamba wao wako pamoja na mimi, wachukue haya mafunzo ya kulima ndizi. Ndizi ni rahisi tu kulima kwake, na mimi wameshauri jinsi nilivyoandaa mashimo ni kwa ajili ya kupanda zao langu hili la ndizi na kama hivi. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu tuwe na mimi pamoja, tulime ndizi pamoja na maisha mengine yaweze kuendelea. Basi tunashukuru sana. Asante sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Nilikuwa nakuomba uweze kuaga watazamaji wako kabla sisi hatujaanza kuaga. Karibu sana, naomba uaga watazamaji wako. Asante sana. Mimi nasema nakaribisha kwenye kilimo cha ndizi, washirikiane na mimi, tuwe pamoja na tujifunze mambo mengine ya aina mbalimbali. Kwa hiyo nawaomba vijana wenzangu tushikane pamoja, tuangalie maisha ambayo yanataka kufuata baadaye. Basi tunashukuru sana. Asante sana, nashukuru. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama unahitaji miche mbalimbali ambayo kama hiyo ambayo umeona katika skrini yako hapo, na kuanzia mwanzo wa video hii, kama kuna kitu umejifunza, tunasoma comment yako, tunasoma comment kama kuna jambo ambalo umejifunza au kuna kitu ambacho hujakielewa, ili tuweze kukusaidia. Kwa namba za simu ambazo zinapita hapo, hizo kwa ajili ya mawasiliano na mambo mbalimbali ambayo unaweza kuongea moja kwa moja na mkulima wetu kutoka shambani. Kwa hiyo tunashukuru sana mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV kwa kuweza kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video mingine, na kukumbusha tu kuomba kusubscribe, kulike pamoja na comment, kwa Nebuye TV tuko na nyie, tunawajali na tuko moja kwa moja na vijana wajasiriamali kwa ajili ya kuweza kuinua taifa letu. Tunashukuru sana, karibu Nebuye TV.